Haleluya hosana. Haleluya hosana. Thank you Jehova. Asante kwa wakati mwingine, asante kwa yaliyoko sawa, na siku zote huwa naanza na asante, kwa sababu asante ni neno dogo lakini lina nguvu ya kushifti kutoka ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Asante Mungu, pamoja na kwamba kuna ambayo hayako sawa kwenye maisha yangu, kuna ambayo yako sawa pia. Kwa hiyo asante kwa ambayo yako sawa. Asante nina pumzi. Asante hata kwa ufahamu ulioweka ndani yangu. Asante kwa yote ambayo yako sawa. Kwa ufupi, leo nitatengeneza sehemu ya 4 ya message ambayo nimekwisha kuitengenezea sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na hiyo message imenibidi kuiweka katika part zaidi ya moja kwa sababu ni message ndefu. Na message yenyewe nilikuwa nikizungumza kuhusu levels za consciousness na jinsi ambavyo level fulani ya consciousness inakuposition kwenye level fulani ya dimension. Yani nilikuwa nikizungumza kwenye sehemu 3 zilizopita, sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, kuhusu levels za ufahamu na jinsi ambavyo ufahamu wako unakuposition kwenye mbingu fulani, kwenye ulimwengu fulani. Na nilizungumza kwamba kuna level 9 za ufahamu na kuna dimension katika levels 9, yani kuna mbingu 9 na kuna level 9 za ufahamu, na kila level fulani ya ufahamu inakuposition kwenye mbingu fulani. Na nilielezea kuanzia 1D, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, 4th dimension. Nikazungumzia kuhusu 5D, 5 dimension. Nikazungumza pia kuhusu 6D kwenye sehemu ya 3. Leo nataka kuzungumza kuhusu 7D, mbingu ya 7 au level ya 7 ya ufahamu. Mtu ambaye ameweza kuascend au amefikia dimension ya 7 kiufahamu, yani ufahamu wake ascend kufika mbingu ya 7. Nilikuwa nikizungumza kila ulimwengu, nilikuwa nikizungumza kuhusu characteristic ambazo zinakuwepo na mtu ambaye ufahamu wake umefika katika level fulani ya dimension, na kila dimension nilijitahidi kuifafanua. Kwa hiyo nitajitahidi pia kufafanua kuhusu mbingu ya 7, 7th dimension. Kwanza kabisa naomba nifanye kama review, yani nirudie kuanzia dimension ya kwanza inakuaje, ya pili inakuaje kwa ufupi mpaka kufikia ya 7. Dimension ya kwanza, yani 1D, ni mbingu ambayo wanakaa black holes, watu ambao ni vipofu, watu ambao ni spiritually blind. Na nilizungumza kwamba tuko kwenye dunia moja, ila kila mmoja kwenye maisha yake, kila mmoja kwenye ulimwengu wake, kila mmoja kwenye milima na mabonde yake. Iko hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambao tunaishi nao kwenye earth, kwenye hii dunia, lakini wanaoperate nafsi zao na fahamu zao ndani yao, wanaoperate kwenye 1D, 1 dimension. Ni vipofu, hawaioni nuru, hawamuoni Mungu, hawafahamu kuhusu chochote kinachohusiana na spiritual, ni spiritually blind. Level 2, watu ambao fahamu zao zimepanda mbingu ya pili, wako level 2. Hawa ni watu ambao wako second dimension. Hii ni dimension ambao wanakaa narcissistic. Ni watu ambao wenye fahamu, lakini fahamu zao wanazitumia katika namna ambao ni selfish. Nitumia kwa lugha ya Kiswahili kwamba ni watu wanaotumia fahamu zao kwa namna ya kipumbavu. Yani wanaufahamu lakini wanaotumia kutumikisha wengine, kutumia kumanipulate wengine. Na haya hayachagui dini gani huko, haya hayachagui umri gani unao, haya hayachagui una shingapi benki. Ni pale ambapo ufahamu wako unaoperate, ni pale ambapo spirit yako inatembea, ni pale ambapo nafsi yako inatembea. Iko hivyo. Nikazungumza pia kwamba level ya 3 ni 3D, third dimension, yani dunia ya 3, ambayo ndio hii dunia yetu tunayoishi, hii dunia ya damu na nyama, hii dunia ambayo ni matrix, hii dunia ambayo imefungwa kwenye Babylon system. Na nikazungumza kwamba mtu ambaye ufahamu wake uko
katika level ya tatu, huyu ni mtu ambaye anaifokasia dunia ya tatu. Yani fahamu zake zipo lakini zimeelekezwa tu kwenye dunia ya tatu, na dunia ya tatu ni Babylon system, ni Matrix, ni dunia iliyoko chini ya 666 iko hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye ufahamu wake uko dunia ya tatu ni mtu mwenye fahamu, lakini fahamu zimefungwa kwenye dunia ya tatu, haoni zaidi ya dunia ya tatu. Nikazungumza pia kwamba kwenye level ya 4 au kwenye dimension ya 4 kwenye 4D, mtu ambaye ameascendi, mtu ambaye fahamu zake zimeinuliwa au zimeinuka, au nafsi yake imeinuliwa au spirit yake imefunguka macho, huyu ni mtu ambaye yuko kwenye mbingu ya 4, mtu anayepitia kufunguka macho, mtu anayepitia spiritual awakening, mtu anayepitia mtu ambaye ana open mind, sitaweza kutumia lugha hiyo. Kwa hiyo inamweka level ya 4. Hapa ndipo kwenye kuamka kiakili, hapa ndipo kwenye kuamka kiroho, hapa ndipo kwenye kuamka kifahamu zako, ukaanza kuelewa okay, I am not just a human being, I am spiritual being. I am not going to die because I am not my body. Utaelewa ukishafika kwenye level ya 4, na mtu ambaye kwa level ya 4 anaelewa hayo. Nikaelezea pia dimension ya 5 ambayo ni mbingu ya 5, na hii ndio kwa lugha ya Kiswahili tunasema ulimwengu wa roho. Mtu ambaye ameweza kuascendi nafsi yake, fahamu zake zimeweza kuascendi kufika kwenye mbingu ya 5, mtu ambaye anaishi kwenye mbingu ya 5, mtu anayeoperate kwenye haya maisha akiwa yuko kwenye mbingu ya 5, huyu ni mtu anayetembea haya maisha katika namna ambayo yuko kiroho zaidi, ni mtu anayetazama haya maisha katika jicho la kiroho, maana ameshapitia awakening, anatembea kama spirit akihave human experience. Kwa hiyo kila kitu kwake ni spiritual, na hapa ndipo ambapo ulimwengu wa roho ulipo. Hapa ndipo ambapo mapepo, majini, vyote unavyovisikiaga kuhusu roho vipo. Roho za waliotangulia, ancestors, angels, spirits, wote wanaishi kwenye mbingu, wote wana exist kwenye ulimwengu wa roho tuseme. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea kwenye 5D, ufahamu wake umeascend kufika 5D, huyo ni mtu ambaye anatembea katika nafsi, atembei katika tu mwili, afuati mwili, ni mwili unafuata roho yake. Nikazungumzia pia kwamba kwenye sehemu nyingine kwamba dimension ya 6 ikoje. Nikazungumza kwamba dimension ya 6 ni tayari mtu amesha ascend kutoka dimension zote 5. Anaelewa kwamba yeye ni spiritual being. Kwa hiyo kama ni spiritual being, inamaanisha yuko connected na source of everything, yuko connected na Mungu. Mungu anaishi ndani yake. Kwa hiyo yeye ni co-creator wa maisha yake. Ni mtu ambaye anaumba reality yake, ni mtu ambaye ana ability ya kuumba reality yake. Ni mtu ambaye anaamua maisha yake yaendeje, maana Mungu anaishi ndani yake. Kwa hiyo anaamuru maisha yake iko hivyo. Kwa hiyo leo nitazungumza kuhusu dimension ya 7. Nimetangulia kusema niliyotangulia kuyafanya kwenye sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hii ni sehemu ya 4. Maana sehemu ya kwanza nilizungumza kuanzia dimension ya kwanza mpaka dimension ya 4, yani kutoka kuwa kipofu mpaka kufunguka macho. Sehemu ya pili nikazungumzia 5D, yani kukomaa kiroho. Tayari umefunguka macho, misuli yako ya kiimani iko imara, tayari unatembea na spirit yako, tayari uko connected na spirit yako, tayari uko connected na Mungu, connected na source, connected na ulimwengu wote, connected na nature. Ukishakuwa connected na hivyo vyote, utafikia mbingu ya 6. Mbingu ya 6 utaanza kumanifest, utaanza kucreate reality yako, utaanza kuchagua maisha yako yaende katika direction gani. Iko hivyo, maana wewe unakuwa ni temple, umembeba Mungu, Mungu anaishi ndani yako, na ndio maana imeandikwa ombeni lolote kwa jina langu mtafanyiwa. Pia Kristo kuna sehemu anasema mtu akiwa na imani kidogo ana uwezo wa kuamuru mlima toka hapa na uende kwingine na ukafanya hivyo. Hichi ndicho ambacho kinazungumziwa hapa, manifestation, ku create reality. Mtu anayetembea kwenye mbingu ya 6 wewe ni mtu ambaye anaoka na authority. Sasa hapa tunazungumzia leo kuhusu mbingu ya 7, mtu ambaye fahamu yake, nafsi yake, roho yake imeascend kufikia mbingu ya 7, kufikia dimension ya 7, kufikia level ya 7 katika consciousness, katika fahamu zake. Kwanza kabisa, mtu anayetembea kwenye mbingu ya 7 ni mtu ambaye tayari ameascend kutoka kwenye level zote za chini. Huyu ni mtu ambaye tayari yuko mbingu za juu. Huyu ni mtu ambaye
ni seated with Christ in heaven places. Ukisoma kwenye Waefeso 2 mstari wa 6 utaelewa hicho ninachokizungumza. Tayari huyu ameketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anatembea na Kristo ndani yake tayari. Maana haya yote huwezi kuyafikia bila kuwa na Kristo ndani yako. Kristo ndio njia, Kristo ndio uzima, Kristo ndiye nuru. Na mtu haendi kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Kristo. Na njia ya kwenda kwa Baba haiko nje, iko ndani yetu. Ukirudi ndani yako utainuliwa kiufahamu, utainuliwa kiroho. Kwa hiyo kwenye kuinuka kiroho na kuinuka kiufahamu kuna levels. Hii ndio level ya 7. Mtu ambaye atakuwa amefika level ya 7, huyu ni mtu ambaye ameinuliwa juu tayari. Kwa hiyo huyu ni observer, huyu ni mtu anaye overview, huyu ni mtu anayetizama maisha yake kutokea juu. Mtu aliyeko level ya 3 ni mtu ambaye yuko kwenye dunia ya 3, aoni zaidi ya dunia ya 3. Kwa hiyo maisha na kila kinachomwijia anakitizama akiwa yuko chini. Hawezi kutizama akiwa juu. Yaani kwa mfano changamoto inapokuja kwake, haiangalii tu ile changamoto. Mtu ambaye yuko level ya 3 au level ya chini anaiangalia ile changamoto kama iliyoko juu yake. Lakini mtu aliyeko juu, mtu ambaye amefika level ya 7, mtu ambaye ni observer, mtu ambaye ana overview, huyu ni mtu ambaye matatizo yakimwijia au changamoto ikimwijia, huyu ni mtu ambaye anapata bigger picture. Yaani tatizo likimwijia aliangalia tatizo kutokea chini, analiangalia tatizo kutokea juu. Huo ni mfano. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye maisha yake anayaangalia akiwa juu. Anaishi haya maisha kutokea juu, aishi haya maisha kutokea chini. Mtu anayeishi duniani, fahamu zake zimefungwa duniani, zimeelekezwa kwenye dunia. Huyu ni mtu ambaye ana focus na dunia, anafuatisha dunia. Hawezi kuishi kutokea juu, ni anaishi kutokea chini. Lakini mtu ambaye ameascend kufikia mbingu ya 7 au dimension ya 7, huyu ni mtu ambaye consciousness yake, ufahamu wake unaitizama dunia katika namna ambayo ni ya kuoverview. Huyu ni mtu ambaye ameketishwa pamoja na Kristo, ameketishwa katika ulimwengu wa roho alipo Kristo, tuseme kwa lugha ya Kiswahili rahisi. Ukisoma kwenye Isaya 40:31, na itabidi niitafute tuone inasemaje. Isaya 40:31, itabidi niitafute nisiongea kwangu. Isaya 40:31 inasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ukisoma haya maandiko kwa macho ya kwa consciousness ya dunia ya 3, dunia ya pili au mbingu ya pili, kwa level ya pili, kwa level ya 3, kwa level ya kwanza, haya ni maandiko ambayo yamezungumziwa kimwili. Yaani yako surface level, yani kwamba ni watu wanaomngojea Bwana, wanapata nguvu mpya, wanapanda juu kama vile yani watu wanaopanda ngazi, wanapewa mabawa kama tai na wanapiga mbio wala hawachoki. Lakini ukiyaleta haya maneno katika namna ambayo ni ya kiroho, ukiyaleta haya maneno katika namna ambayo ni 5D, namna ambayo katika kuya overview, haya maandiko yanazungumzia kwamba kuna watu ambao watampokea Bwana. Maana nimesema hata ambaye yuko level ya 7 ni mtu ambaye amempokea tayari Kristo. Maana njia ya kuelekea kwa Baba, maana kwa Baba ni juu, ni Kristo. Ukishampokea Kristo ndani yako unapata nguvu mpya kiufahamu. Utapata nguvu ya kuinuliwa juu kama tai. Tai ni ndege ambaye anaweza kutembea kwenye anga lolote, anaweza kutembea hata juu ya mawingu. Ni ndege ambaye anaweza kuruka juu kuliko ndege yeyote, anaweza kuruka kutoka kwenye hata hii surface level. Ni ndege ambaye ana mbawa zenye nguvu, kwa hiyo anaweza kuruka juu zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea mbingu ya 7 ni mtu ambaye amepewa mbawa kama tai, anatembea katika mbingu za juu. Kwenye maisha yake anatembea kutokea juu. Huyu ni mtu ambaye hata haya ambayo niko naelezea akiyasikiliza, unajua kuna kwenye lugha ya Kiingereza kuna lugha inasema understand, yani ndo kuelewa. Lakini akija mtu ambaye yuko kwa fahamu yake imepandishwa, consciousness yake imeascend mpaka kufika kwenye 7D, kwenye 7th dimension, huyu ni mtu ambaye
si ku understand. Huyu ni mtu ambaye ana overstand, ni mtu ambaye anaelewa kutokea juu, si kuelewa kutokea chini. Mtu aliyeko dunia ya tatu ukimuelezea haya mambo ni ambayo yako juu ya fahamu zake. Kwa hiyo anaelewa, hata kama akielewa anaelewa lakini akiwa chini. Lakini mtu ambaye ameascend akielewa anaelewa lakini kutokea juu. Iko hivyo. Mtu ambaye yuko kwenye 5D ni mtu ambaye yuko ndani yake. Kwa hiyo ukimuelezea kitu, huyo understand wala overstand, huyo ni ana understand. Huyo ni mtu anayeelewa kutokea ndani kabisa. Iko hivyo. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya sifa ambazo zinakuwa nazo mtu ambaye yuko kwenye 7D, mtu ambaye amefika level ya 7 ya ufahamu. Ni mtu ambaye anatizama yote kutokea juu, maisha yake anatizama kutokea juu, mambo yote yanayoendelea kwenye maisha yake anayaangalia kutokea juu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ana eternal lens, ni kama observer. Na ukishakuwa observer, hata unapokuja msongo wa mawazo, niliwahi kutengeneza clip inayosema how to escape from depression. Utaanza kuelewa hata mawazo yaliyoko ndani yako, wewe si hayo mawazo, wewe ni mtizamaji na msikilizaji wa hayo mawazo. Iko hivyo. Yani wewe ni mtu ambaye una internal lens, yani kuna namna unauangalia ulimwengu kwa namna tofauti. Na ndio maana nikatangulia kusema tunaishi kwenye dunia moja lakini kwenye ulimwengu tofauti. Na kinachotufanya tuishi kwenye ulimwengu tofauti ni namna zetu za fahamu, ni namna zetu za kutizama mambo, ni namna zetu za kufikiria, ni namna zetu za kufahamu na kutambua mambo na kuyaangalia haya maisha. Kwa hiyo kila mmoja kuna namna anavyoangalia maisha. Kwa hiyo mtu ambaye ameascend kufikia mbingu ya 7, huyo anayaangalia maisha kwa lenzi ambayo ni eternal. Ni mtu anayeangalia maisha, yani kwa mfano labda anapokuwa anapitia magumu, hayaangalii tu kama magumu, anaangalia past, anaangalia present, anaangalia na future. Akiangalia past anagundua haya magumu hayakuanza siku ya kwanza, au hata kama yameanza siku ya kwanza, pengine niko hapa nilipo kuna yaliyoko sawa. Au pengine kama yako hata hapa nilipo haya magumu, huko future yananitengeneza, pengine huko future ni kama training. Yani atizame tu magumu kama magumu, anayatizama kama training. Huyu ni mtu ambaye haangalii maumivu yake kama maumivu, anaangalia maumivu kama nguvu pengine ya kumfanya asonge mbele. Yani maumivu yakija nje yake anayatransmute kuwa power, anayatransmute kuwa mafuta ya kusonga mbele. Huyu ni mtu ambaye haangalii kucheleweshwa kama kucheleweshwa, anaangalia kucheleweshwa kama maandalizi. Iko hivyo. Huyu ni mtu ambaye tayari kihisia, kiakili na kiroho anaishi mbingu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anatawaliwa na amani, anatawaliwa na furaha, tayari anaishi kwenye uwepo wa Kristo. Kwa hiyo tayari ana authority ndani yake. Sema kinachokuja na haya yote ni isolation, ni kujikuta huko peke yako. Maana hata msanii mmoja aliwahi kuimba lonely to the top, lonely lonely lonely. Ukiwa juu ni lonely, maana sio kila mmoja yuko juu. Kwa hiyo moja kati ya vitu pia ambavyo ni kama sifa au ni kama kitu kinachomdefine mtu aliyeko juu au mtu ambaye ufahamu wake umefika mbingu za juu, uaga ni isolation. Wanajikutaga wako peke yao, maana ni ngumu sana kukutana na you are like minded, kukutana na watu ambao wanafahamu kama zako. Maana Mungu ni ameposition baadhi ya watu kufanya kazi fulani kwenye kipindi hiki cha dunia inakoelekea. Kwenye maandiko imeandikwa dunia inaelekea mwishoni, na mimi naamini mwishoni mwa kitu fulani ni mwanzoni mwa kitu fulani. Kwa hiyo Mungu ameposition baadhi ya watu hapa na amewapa ability za kutembea mbingu za juu ili kutengeneza kama mazingira ya safina. Maana ukisoma kwenye maandiko, kila Mungu alipokuwa akitaka kuleta adhabu alikuwa akitengeneza namna ya kuokoa mtu. Hata Nuhu alitengeneza mazingira ya kumtengenezea safina amuokoe. Kwenye Sodoma alitengeneza mazingira, wakaja malaika kumtoa mtumishi wake. Kabla ya dunia kuangamizwa, Mungu alimwagiza mwana, kila atakayemwamini aokoke. Kumwamini mwana si kwenda kanisani, kumwamini mwana si kuimba mapambio, kumwamini mwana ni kumuishi mwana ndani yako, ni ascend consciousness yako kufikia consciousness ya mwana wa Mungu ilipo.
ni kufungua fahamu zako ukamwona Mungu ndani yako, ni kufungua fahamu zako ukagundua wewe si mwili wako tu, wewe ni zaidi ya mwili wako, wewe ni zaidi ya unavyoviona kwa macho yako. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mbingu ya 7, mtu ambaye fahamu zake zimeextend kufikia mbingu ya 7, hata kama yuko kwenye mwili, huyu hisia zake, nafsi yake, fahamu zake, roho yake vimeextend. Hayatizami maisha kutokea chini, anayatazama maisha kutokea juu. Iko hivyo. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anatizama vitu kupitia, yani inaweza kutumia lugha ya kwamba I see from God viewpoint, yani anaona kama Mungu anavyotizama. Yani kuna namna Mungu anavyotizama na kuna namna tunavyotizamana. Kwa hiyo mtu ambaye ameweza kuextend fahamu zake kufikia mbingu ya 7, huyu ni anatizama anavyotizama Mungu. Iko hivyo. Na without saying anything, kitu pekee ambacho nakiweza ni kuelezea kile ambacho nakifahamu, kile ambacho labda nimejifunza, kile ambacho nimekitambua kwenye experience yangu ya kutembea safari ya kiroho. Kitu ambacho siwezi ni kumfanya mtu aelewe. Kwa hiyo ukiona uelewi haya, please, haya yako kwa ajili ya everyone, haya yako kwa ajili ya specific persons. Usiniataki wala usicomment wala usifanye chochote. Ukiona inafaa kucomment unaweza ukacomment, ukiona unaweza kulike unaweza ukalike, ukiona unaweza kushare unaweza ukashare. Ukiona hayachangii chochote, hayana mchango wote, you can scroll. Maana mimi mwenyewe sikubali kila kitu. Kwa hiyo naelewa kwamba kuna ambao watafika hapa wasielewe. Hayapo kwa ajili ya kila mmoja. Wakati mwingine nitakuja kuendeleza kuhusu mbingu ya 8 na mbingu ya 9 zimekaaje. Na lengo la kufanya hivi si kuflex kwamba ona nafahamu kitu fulani, no. Nimetangulia kusema Mungu ameposition watu wake hapa kusaidia humanity kuascend, kusaidia humanity kuamka, kuisaidia humanity kufunguka kutoka kwenye pingu, kufunguka kutoka kwenye dunia ambayo itakuja kuangamizwa, kufunguka kutoka kwenye dunia ambayo ametupwa muovu. Ameposition watu kuwainua wengine kufikia Kristo alipo. Iko hivyo. Kwa hiyo haya nimeyaweka hapa kuwa kama key, kuwa kama ufunguo kumfungulia mwingine, kuaccend kiufahamu, kuaccend kiroho, kuaccend kihisia pia. Iko hivyo. So without saying anything, in the name of Yeshua, Ashe, over.